kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa ndugu Ismail Ali Us, leo tarehe 4 mwezi wa 5 2025. Mwenge wa uhuru oye! Dr. Samia Suluhu Hassan oye! Kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa, tunaomba tupande miti pamoja na vita mwenge wa kitaifa. Lakini pekee nashukuru ndugu wananchi wote wa eneo hili la Nyombo, kwanza kwa kujitokeza kwa wingi juu ya mapokezi ya mwenge wetu wa uhuru, pili kwa kuonyesha uzalendo, kwa kuonyesha uvumilivu, kwa kuonyesha imani na busara juu ya viongozi wao wa serikali ya wilaya pamoja na halmashauri na sisi katika mwenge wa uhuru kitaifa ambao tunamwakilisha Daktari Samia Suluhu Hassan juu ya kufikia mwenge huo wa uhuru. Naomba wajipigie makofi mengi sana. Lakini vile vile nawashukuru Wananyombo kwa kuendelea kuunga mkono jitihada za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania zinazotekelezwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mwana mama msikivu, mwana mama mpenda wananchi wake, mwana mama mpenda Wananyombo. Na ndio maana leo hii akatuelekeza sisi vijana 6 kuleta mwenge huo wa uhuru ndani ya eneo hili la Nyombo. Nyombo oye! Ndugu Wananyombo, mwenge huo wa uhuru unaendelea kuonyesha matumaini, unaendelea kuonyesha upendo, lakini pia unaendelea kuonyesha heshima ya wananchi wa Kitanzania. Na ndio maana leo hii mwenge wa uhuru unaendelea kukimbizwa nchini kote na ukiwa umebeba ujumbe mahsusi kwa mwaka huu 2025, uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 ambao una lengo la kuhamasisha na kuelimisha wananchi wote juu ya kujitokeza kwa wingi kushiriki uchaguzi mkuu katika hali ya amani na utulivu. Niendelee kuwaomba Wananyombo, kama mnamuelewa, mwaka huu Oktoba 2025 tutafanya uchaguzi wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, uchaguzi wa waheshimiwa wabunge pamoja na waheshimiwa madiwani. Imani yangu kwenu, wengi wenu mmeshajiandikisha katika daftari la kudumu la mpiga kura, na kwa wale bado ambao hawajajiandikisha, basi awamu hii ambayo imeanza juzi ndani ya wilaya hii yenu, kwa wale ambao muda utakaofika kwa wakati wao, basi waende wakajiandikishe ili na wao watimize haki yao ya kikatiba na ya kidemokrasia juu ya taifa hili, kuchagua viongozi watakaowaletea maendeleo ndani ya taifa hili. Ndugu zangu Wananyombo, leo hii mwenge wa uhuru umekuja kujionea nyumba 2 kwa moja ambazo wataishi walimu wetu ambao wanatoa huduma ya kuwafundisha watoto wetu hapo shule ya sekondari ya Nyombo. Nyombo oye! Walimu oye! Wanafunzi oye! Kwa kweli mimi nashukuru sana ndugu wananchi ambao leo hii tumepeleka watoto wetu katika shule ya sekondari, jambo ambalo serikali imeona ipo haja ya kuhakikisha baadhi ya walimu wachache waweze kuishi karibu na shule hii. Na hii ni kutokana na kwamba sasa elimu imekuwa
na wanafunzi wetu wanakuwa na mahitaji muda wote juu ya kupata elimu iliyo bora na salama juu ya mashule yao. Hivyo niendelee kuambia ndugu wananchi na ndugu wanafunzi, leo hii serikali imetumia fedha nyingi juu ya kujenga nyumba hizi na walimu wetu watakuwa karibu ya hapa. Niwaombe sana ndugu wanafunzi, muendelee kuwapa mashirikiano walimu wetu ambao wanaishi katika eneo hili, na naamini kuishi kwao karibu na wanafunzi itakuwa ndio jitihada ya kuhakikisha shule yetu inaendelea kufanya vizuri ndani ya Nyombo yetu. Nyombo oye! Nyombo safi! Ombi langu kwa wanafunzi, jambo la kwanza, endeleeni kuhakikisha mnasoma kwa bidii na kupata elimu ambayo itaenda kuwasaidia katika maisha yenu. Leo hii serikali imekuwa ikifanya jitihada kubwa za kujenga shule za kisasa, shule zilizo bora, shule ambazo hata madarasani mwetu tunaingia wanafunzi wachache. Nyuma huko tulikuwa tukiingia darasa moja alipokuja zaidi ya watu 80-70. Leo hii darasa moja tumeingia watu 45, tumezidi watu 50 ama 40. Kwa kweli ni jambo kubwa na tujipigie makofi mengi sana. Na haya ndio maendeleo ambayo Daktari Samia Suluhu Hassan na mapinduzi makubwa aliyoleta juu ya sekta ya elimu. Kwa kweli sekta ya elimu imekuwa, mimi ni shahuda na viongozi wote ambao tuko hapa tumejionea shule kubwa na kisasa ndani ya Njombe hii na ndani ya wilaya hii. Kwa kweli nipongezeni sana kwa kuunga mkono jitihada hizo zinazofanywa na serikali. Lakini jambo jingine kwa wanafunzi, hakikisheni mnaenda kupata elimu iliyo bora. Unapoona mwenzako hajashiriki darasani siku 1, 2 ama 3, basi kuwa muulizaji, je, fulani leo mbona hajaja shule? Fulani leo mbona hajaja shule? Nenda nyumbani kwao kama wanakuelewa, ama mwambie kiongozi wako wa darasa ili muongee na walimu ujue mwenzako anaendeleaje. Kwa sababu hakuna kitu kizuri kama kupendana mtu wa shuleni. Na ndio maana leo hii hawa viongozi wako mbele yetu hapa, wengi wetu tumesoma darasa moja, wengi wetu tumesoma shule kimoja, chuo kikuu pamoja, kutokana na mapenzi ambayo tulikuwa tunaambiwa na wazazi wetu. Na nyinyi kama wanafunzi endeleeni kuhisi vizazi hivyo, ili na nyinyi mweze kufikia kama lengo ambazo viongozi wetu hizo wanazo. Humu kuna waheshimiwa madiwani, humu kuna waheshimiwa waziri, humu kuna marais. Kwa kweli Nyombo endeleeni kufanya vizuri, na naamini kupitia walimu ambao wanaishi katika eneo hili, basi itakuwa elimu imeendelea kukua zaidi. Lakini ombi langu kwa walimu ambao wanaishi katika nyumba hizi, kwanza kuzithamini na kuzitunza nyumba hizi, kwa sababu serikali imetumia fedha nyingi juu ya kuona wao wawe karibu na wanafunzi wao. Lakini jambo la pili, waweze kutoa elimu ile bora kwa wakati wowote. Maana yake karibu wako hapa ni kuweza kuhakikisha wanafunzi muda wote anapokuja na jambo lake, anapokuja na swala lake, basi uhakikisho unamsaidia juu ya kupata elimu hiyo. Niwaombe sana ndugu walimu ambao wanaishi katika nyumba hizi, kwa kweli waendelee kutoa elimu ile nzuri. Lakini ombi langu kwa wananchi wa eneo hili ambao watoto wao wanasoma shule ya Nyombo na walimu hawa ndio watakaowasimamia watoto wao. Kwanza ndugu wananchi na wazazi, tuwape mashirikiano makubwa walimu wetu. Wazazi wengi wamekuwa na tabia ya kutokuwa kwa mashirikiano walimu ambao wanasomesha watoto wetu. Niwaombe sana ndugu wazazi, hakikisheni na wapa mashirikiano makubwa walimu wetu ili kuweza kuwasaidia watoto wetu, kwa sababu wao muda mrefu wanatumia kukaa na watoto wetu kuliko sisi wenyewe kule majumbani. Niwaombe sana, naamini Wananyombo imani zenu ziko vizuri, kuna upendo na mshikamano, na ndio maana leo hii tumejitokeza kwa wingi katika eneo hili. Baada ya kusema hayo, mimi nawashukuru sana, na kwa kweli mimi pamoja na vijana wenzangu 5 katika Mwenge wa Uhuru Kitaifa ambao tumekuwa jukumu la kumwakilisha Mheshimiwa Rais juu ya kukamilisha Mwenge wa Uhuru, kwa kweli tumekagua nyumba hizi. Nyumba zina ubora, zina viwango, na mimi nawahakikishia kwa wanafunzi na walimu, nyumba hizi tumezikagua kwa kina, nyumba ziko salama na zinaweza kutumika muda wote kuanzia sasa. Lakini vile vile nawaambia, hakikisheni naendelea kuunga mkono Mheshimiwa Rais juu ya maendeleo kama haya ambayo analetea katika maeneo yenu. Baada ya kusema hayo, Mwenge wa Uhuru umeridhia kuzindua nyumba hizi ili Mwenge wa Uhuru
mwenyekiti wa mtaa tutamwambia kuwa huyu ni wa Ndugu kiongozi wa Tuzo la Mwenge Kitaifa 2025, Mheshimiwa wetu wa wilaya ya Njombe, Makamu wa Fedha, Mheshimiwa kipenzi chetu mbunge wa jimbo la Lupembe Edwin Swale, kamati ya ulinzi na usalama, madiwani wenzangu, wananchi wote na viongozi wote na watendaji hapa, niseme kuwepo hapa hifadhi zimezingatiwa. Kwa niaba ya wananchi wa kata ya Ikuna, kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ametupa zawadi ya uhai siku ya leo, lakini tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutupatia fedha nyingi za miradi ya maendeleo. Ndugu zangu wa kata ya Ikuna wanatambua tulikuwa na shule moja ya sekondari ya Ikuna ambayo watoto wetu walikuwa wanatembea umbali mrefu sana kutoka ukanda huu kwenda kule sekondari, hali iliyopunguza uwepo wa ufanisi wa taaluma lakini wa mahudhurio. Mheshimiwa Rais baada ya kugundua changamoto hii ambayo sisi wananchi wa kata ya Ikuna tulipeleka kwa Mheshimiwa mbunge wetu, alipatia fedha ambazo zimejenga shule ya sekondari ya Nyombo ambayo jumla tulipata milioni 533,170,028. Lakini baada ya kujenga shule hiyo mlinituma nimuombe Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Lupembe Edwin Swale akatuombee fedha ya ujenzi ya nyumba ya walimu ambayo kweli nyinyi wote wana Nyombo wanakata Ikuna unafurahi leo kuona Mwenge wa Uhuru wa 2025 unakuja kuzindua hapa, ambaye itasaidia wananchi wetu wa kata, walimu wetu wa shule ya msingi Nyombo kuweza kukaa na kukaa shuleni mapema. Kwa kuwa itifaki ya kuongea muda mrefu haikuhusu sana, nimshukuru sana Mheshimiwa. Amina sasa Nyombo hoye! Wana Nyombo hoye! Watu wa Nyombo mmekuja wengi sana, na huu mwenge hapa uko kwa niaba ya Mheshimiwa Rais, na ametuma vijana wake 6 kuleta mwenge hapa Nyombo. Amewaletea na shule na nyumba ya mganga. Kama mnamwelewa Rais, weka mkono juu namna hii. Mama Samia hoye! Mama Samia hoye! Kiongozi wetu wa mbio za Mwenge Kitaifa, timu yetu serikali usi na timu yako yote ya Tuzo la Mwenge Kitaifa inayo heshima sasa kusema kwa niaba ya wananchi wa jimbo la Lupembe na wananchi wa hapa Nyombo na kata hii ya Ikuna. Nina mambo matatu ya kuambia watu wa Nyombo. Kwanza nimshukuru sana Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan, na niwaambie ndugu wananchi wa Ikuna na wananchi wa Nyombo, hela zote za maendeleo tunazoona anayesaini na kuidhinisha ni Dr. Samia Suluhu Hassan. Makofi mengi sana. Hata kama Mheshimiwa Rais sisi ndio msaidizi wake tu, tunaopeleka kilio chetu kwa Mheshimiwa Rais. unafundisha nini kazi? Kwa hiyo Ulizo tunajua unapo huko tunamwambia Mheshimiwa Rais anafanya kwa ajili yako. Jambo la pili, wananchi wa Nyombo na wananchi wa kata ya Ikuna, nataka niwapongeze sana. Mmenitokeza kwa wingi kama ishara ya kuheshimu Mwenge wa Uhuru. Jambo la tatu, watu wa Nyombo wanasema usipojua kushukuru hata Mwenyezi Mungu huwezi kushukuru. Sasa jamani, hapa nyinyi hakuwa na maji, uongo kweli jamani? Mkapata mradi wa maji, mjipigie makofi. Nyombo hamkuwa na shule bora ya kisasa, mmepata, jipigieni. Jinsi Rais anavyowapenda, hawajapita muda mrefu kawaletea na nyumba ya watumishi. Makofi kwa Mheshimiwa Rais.